Kila kitu kimeanzia na kuishia katika sura hiyo yako, kwa jinsi hiyo na jina lako, ikimaanisha kila kitu ni jinsi ya sura yako hiyo na jina lako hilo. Na huyu ni Andebunyo. Ninazungumza kuhusu uwepo sehemu ya 18. Ndio, kila kitu ni sura yako ya muonekano wa jinsi hiyo na jina lako. Haijalishi ni nini, haijalishi ni kipi, ila kila kitu ni sura ya muonekano ulionao hapo ulipo, kwa jinsi hiyo na jina hilo la kuitwa kwako. Kwa kuwa vitu vyote, kila kitu kimeanzia na kuishia katika sura yako hiyo ya muonekano na jinsi na jina la kuitwa kwako. Ndio utajiuliza, imekuwaje vitu vyote vianzie kwako na viishie kwako? Ikimaanisha itakuwa imekuwaje vitu vyote viwe ni vya sura na jina lako na muonekano wako? Je, kwani wewe ni Mungu? Utajiuliza hivyo. Je, kwani wewe ni Mungu hadi vitu vyote vianzie kwako na kuishia kwako? Kwamba vitu vyote kuwa ndio sura ya muonekano wa umbo na jinsi ya jina lako? Bila shaka ndio. Ukijiuliza kwani wewe ni Mungu, jibu ni ndio, kwani ulipo ndio sura ya uungu. Ikimaanisha ndio sura ya uumbaji inavyoonekana na kufanya vitu vyote kuanzia kwako na kuishia kwako, ikimaanisha vitu vyote vilivyopo ni hiyo sura ya muonekano wa jinsi ulivyo kwa jina lako. Haijalishi ni nini, vitu vyote ni jina lako kwa sura ulionayo ya jinsi hivyo ulivyo hapo ulipo. Kwani ukijiuliza kwani wewe ni Mungu, ndio una sura ya uungu, ukimaanisha kwamba ndio iliyo sura ya uumbaji inavyoonekana hivyo ulivyo.
utajiuliza wewe kwamba ni mwanadamu tu, itakuwaje? Ndio, vitu vyote, kila mwanadamu na vitu vyote alivyopewa, alivyo navyo, vimeanzia hapo ulipo na vimeishia hapo ulipo, ikimaanisha ndio sura ya mwanadamu. Sijui mwanadamu wa aina ile, mwanadamu wa aina ile, mwanadamu mwenye tabia zile, wote hao, haijalishi ni mwanadamu wa aina ipi, bali ni mwanadamu, ikimaanisha ameanzia kwako wewe hapo ulipo na kuishia kwako hapo wewe ulipo, katika jinsi hiyo ya sura ulionayo, kwa jina hilo ulilonalo mwanadamu, na kufanya mwanadamu yoyote kwa jinsi yoyote ameanzia hapo na ameishia hapo ulipo, katika jinsi hiyo na jina ulilonalo, ikimaanisha kwamba mwanadamu yoyote ni sura ya jinsi hiyo ulivyo na jina ulilonalo, au sura ya jinsi ulionayo na jina ulilonalo, ndio mwanadamu yoyote anaitwa. Ndio utajiuliza, kama vitu vyote vimeanzia kwako na kuishia kwako, mbona kuna vingine viko kama vile vipo tofauti na wewe, vinafanyika vya kiushetani? Je, na wewe ni shetani? Jibu ni ndio, kwa kuwa una sura ya kuondoa kilichopo. Una sura ya kuondoa kilichopo. Hivyo ulivyo katika sura ulionayo, hiyo ndiyo sura ya kuondoa kilichopo. Hapo ulipo wewe mtoto, umeiondoa sura ya utoto iliyokuwepo kwa huyo baba, na kama huyo baba uliye naye haonekani mtoto kwako, kwa kuwa sura ya utoto umeshaiondoa kwa wewe kuwa mtoto. Huyo aliye baba kwa watoto hao, wewe baba umeiondoa hiyo sura ya ubaba wa huyo baba kwa watoto hao, kwa wewe kuwa baba naye kubaki mtoto. Ndio, ni baba kwa watoto wake, lakini akifika kwako katika sura ya muonekano huu, umeondoa sura ya ubaba aliyokuwa nao. Umefisha, umepoteza sura ya ubaba
aliyokuwa nao yule baba kwa watoto wake. Akifika kwako hapo ulipo, haonekani baba, kwa kuwa sura ya ubaba imeshakufa kwako hapo ulipo. Kwa wewe kuwa baba. Kwa hiyo sura ya kuua, ya kuondoa kwa jina ndio inaitwa Shetani. Kwa hiyo hata hayo unayoyatazama ni ya ushetani, yameanzia hapo ulipo na kuishia hapo ulipo katika jinsi na jina la kuitwa kwako, na kufanya chochote kile katika jinsi yoyote ile kimeanzia na kuishia hapo katika sura hiyo ya jinsi hiyo na jina hilo la kuitwa kwako, ikimaanisha kwamba kila kitu ni sura na jina hilo la kuitwa kwako. Haijalishi ni nini, kila kitu ni sura ya mwonekano huu na jinsi hiyo na jina la kuitwa kwako. Ndio, ni kama vile tu ilivyo mwili wako huo. Haijalishi ni kiungo gani, bali kinaitwa mwili. Haijalishi ni figo, ila unaitwa mwili. Haijalishi ni mguu, ila unaitwa mwili. Haijalishi ni kipi na kinatenda kazi ipi, ila unaitwa mwili kwa jina lake. Kwa hiyo ndivyo ilivyo chochote katika jinsi yoyote, kwa kuanzia kwako na kuishia hapo kwako katika sura hiyo na ya jinsi hiyo na jina ulilo nalo, kwamba ni jina lako. Haijalishi kinaitwa nini, ila hicho ni jina lako. Haijalishi kinafanya nini, ila hicho ni jina lako. Haijalishi ni mwanamke, ila hicho ni jina lako na jinsi yako ya sura yako. Haijalishi ni taifa kwa jina gani, ila taifa hilo ni jina lako, hilo ulilo nalo hapo hapo ulipo, kwa jinsi hiyo hiyo ulivyo, kwa kuitwa kwako. Haijalishi ni wanyama, ila ni jina lako hilo hilo hapo kwa kuitwa kwako, kwa sura ya jinsi ulivyo. Haijalishi ni moto, haijalishi ni nini, katika jinsi na jina la kuitwa kwake kwa sifa yake, bali ni jina lako ya sura ulionayo na jinsi ulilonalo kwa kuwepo kwako hapo popote pale ulipo. Kwa hiyo haijalishi hilo linaitwa taifa kwa jina lile, ila kwako wewe hapo ulipo, taifa hilo ni jina lako na sura yako ya muonekano wako hapo ulipo. Haijalishi dini hile inaitwa jina lipi, inaitwa nini kwa muonekano upi, bali dini ile kwako hapo ulipo ni jina lako.
ni jinsi yako, ni sura yako, ya muonekano wako hapo ulipo, popote pale ulipo. Na kufanya kusiwe na uwepo wa vitu vingi kwa jinsi na majina yake, bali uwepo mmoja wa sura moja iliyopo kwa jinsi na jina lake. Kuwepo na uwepo mmoja wa sura moja iliyopo kwa jinsi na jina lako. Kama ilivyo mwili wako, na kufanya kwamba hakuna miili mingi kwa majina yake na sifa zake sawa na viungo vya kuitwa kwa majina yake: moyo, figo, mguu, kidole, viungo vya uzazi, macho, mdomo, ngozi, mkono, sijui nini na nini, bali kuwa ni mwili mmoja katika sura moja ya jinsi ya muonekano kwa jina lake mwili huo. Na kufanya haijalishi ni moyo, ila ni jina la mwili. Haijalishi ni figo, ila ni mwili. Haijalishi ni kile, ila ni mwili. Na ndio maana nikikuuliza kwamba ebu shika mwili wako, utakuta popote utakaposhika ni jina la kiungo fulani. Popote utakapoonyesha mwili wako utakuta ni jina la kiungo fulani. Na ndio maana mwili hautambui kiungo fulani. Mwili unatambua popote unaposhika ni mwili. Ndivyo ulivyo hapo ulipo. Jinsi ya muonekano wa jina lako hapo ulipo, kwamba chochote kitakachoshikwa kwa jinsi yake ni jina lako na muonekano ulionao. Ukishika mtoto ni jinsi na jina la muonekano wako limeshikwa. Kikiguswa chochote ni sura ya muonekano wa jina lako hilo ulilonalo limeshikwa. Kwa hiyo unapogusa popote ukasema huu ni mwili kwa jina husika, bado ni mwili wako wewe, na kufanya uwepo ukawa ni mmoja kwa jinsi ya sura na jina lako, kwa kuwa vyote vimeanzia hapo ulipo na kuishia hapo ulipo, ikimaanisha jinsi ulivyo ndio ramani ya kila kitu kinavyoonekana katika jinsi na jina lako. Kwa hiyo hapo ulipo
Hakuna chochote cha kuruka ukasema hakijatoka hapo wala hakijaishia hapo, kwamba yule sio wa hapo, sio jina lako, yule sio mwili wako, yule sio sura yako, ile tabia sio sura yako. Kinachoendelea huko sio wewe, ni wa mwingine. Hakuna kilicho cha mwingine, hakuna mwingine aliyopo katika sura ya jinsi ya jina lako. Hakuna yoyote wa kuruka kwa sababu yoyote ukasema hajatoka kwako kwa namna yoyote, ukasema wewe sio Mungu. Nakwambia hivi, wewe ni sura ya uungu, ndio sura ya uumbaji. Ya kukiweka kisichokuwepo. Utasema wewe sio shetani, wewe ni sura ya kuondoa kilichopo. Hiyo ulivyo hapo hapo ulipo, na kufanya huna kwa kukimbilia ukasema kile kule hakijaanzia hapo ulipo, kimetoka kwenye tawala nyingine. Hakuna chochote kimeanzia katika hapo ulipo, kwenye sura ulionayo ya jinsi hiyo na jina ulilonalo hapo hapo ulipo. Ndio kama ilivyo mwili, hawezi kusema kwa tabia ya viungo vya mwili vilivyo kwa jina la kutisha kwake sio cha kwake, sio mwili, kwamba viungo vya uzazi kwa mambo yake hayo sio mwili, kucha kwa mwonekano wake sio mwili, nywele zako kwa mwonekano wake sio mwili, moyo kwa tabia zake zile sio mwili, ngozi kwa tabia zake zile sio mwili, na kuanza kuchagua mwili ni figo, mwili ni ngozi, mwili ni kile. Ila ninakwambia mwili ni kila kitu kilichopo kwa kila jina kinaitwa mwili. Ndivyo kila kitu kilichopo katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake ndio kinaitwa sura yako ya jinsi hiyo ulipo hapo kwa jina lako. Kimaanisha kila kitu kinaitwa jina lako hapo ulipo, kwa sura hiyo na jinsi hiyo uliopo. Haijalishi ni wapi unasikia ni mwili wako, haijalishi ni vita unasikia ni viungo vyako, ni mwili wako. Haijalishi ni sura ya jina ambalo unasema hili haliwezekani, ni mwili wako. Ni jina lako, ni sura ya mwonekano wako huo ulionao popote pale ulipo, kwa kuwa ulipo hakuna ambapo utasema kile hakijaanzia hapo, kwa kusema wewe sio fulani, wewe ndio fulani, kwa jinsi na jina lake. Wewe sio moyo, wewe ndiye moyo wenyewe.
hakuna cha kusingizia kingine na kusema wewe sio hicho, wewe ndio hicho. Ulisema wewe sio Mungu, kwa hiyo hakuna kitachoanzia kwako na kuishia kwako. Lakini ninakwambia wewe ndiye sura ya Mungu. Kwa jinsi hiyo na muonekano huo, kwa jina hilo, kwa jinsi ulivyo, hivyo ndio sura ya uumbaji inayokutambulisha. Kusema yanayoendelea ni ya ushetani. Wewe sio shetani, wewe ndiye katika sura hiyo na jinsi hiyo na jina hilo, kwa kuitwa kwako. Kwa kuwa jinsi ulivyo, hivyo ndio sura ya uondoaji. Kimaanisha kwamba kukifanya kilichopo kisiwepo. Ulipo hapo, wewe hapo. Ukienda kwa mtoto wako, na yeye aliye ni baba kwa watoto wake, ukifika pale tu umeondoa ubaba wake, na ule ubaba kamwe hauonekani kwako. Ukiwa baba tu, yule baba kwa watoto wake umemuondoa, umemuua kwako wewe, hawi baba, bali kubaki mtoto. Naye huo mtoto kaua utoto wako kwako, kauondoa utoto, haupo kwa yeye kubaki mtoto. Na ndio maana nimekwambia sura hiyo ulionayo, katika jinsi hivyo ulivyo, kwa jina ulilonalo, vitu vyote vimeanzia hapo. Narudia, vitu vyote pasipo kutoa chochote vimeanzia hapo na kuishia hapo. Haijalishi ni nini umekisikia, kimeanzia hapo na kuishia hapo. Haijalishi ni wapi, chochote kile kimeanzia hapo na kuishia hapo, ikimaanisha chochote kile ni jina lako na sura yako ya muonekano wako ulionao hapo hapo ulipo, popote pale. Kama ilivyo kwamba katika mwili wako chochote kile unachokisikia, ni moyo, ni figo, ni nini, ni mwili wako, pasipo kujalisha chochote, pasipo kutoa chochote. Ndio na kufanya kwamba uwepo ni mmoja. Hakuna uwepo wa vitu vingi, uwepo wa mambo mengi, bali uwepo ni mmoja katika sura moja iliyopo kwa jinsi na jina lako, ikimaanisha kwamba uwepo wote ni jinsi yako hiyo na jina lako hilo. Basi leo inaishia hapa, sehemu ya 18. Usikose sehemu ya 19. Basi popote pale ninakupatia uwepo wa sura yako, uwepo wa sura yako, ndoa ya sura yako, mafanikio ya sura yako, chochote katika jinsi yoyote ile cha sura yako, popote pale ulipo, pokea na kimekuwa kwako. Tazama mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andeguyo. Basi nimekupatia
uwepo wa sura yako. Chochote cha sura yako na kimekuwa kwako, pokea na kiwe kwako.